Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni katika tafakari yetu siku ya leo, na leo ikiwa Jumamosi katika juma la 31 la mwaka wa kanisa. Na somo letu la Injili linatoka katika Injili ya Luka sura ya 16 aya 9 mpaka 15. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, "Jifanyieni rafiki kwa mali ya udhalimu, ili itakapokosekana wawakaribishe katika makao ya milele. Aliye mwaminifu katika lilo dogo sana huwa mwaminifu katika lilo kubwa pia, na aliye dhalimu katika lilo dogo huwa dhalimu katika lilo kubwa pia. Bali kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu, ni nani atakayewapa amana ya kweli? Na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe? Hakuna mtumishi awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana ama atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali." Basi Mafarisayo, ambao wenyewe ni wapenda fedha, waliyasikia haya yote, wakamdhihaki. Akawaambia, "Ninyi ndinyi mnaojidai haki mbele ya wanadamu, lakini Mungu awajua mioyo yenu, kwa kuwa lililotukuka kwa wanadamu huwa chukizo mbele za Mungu." Neno la Bwana. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni tutafakari Injili yetu ya leo. Katika dunia hii, kutafuta pesa, kutafuta mali ni moja hapo ya kazi kubwa sana ya wanadamu. Wanahangaika kweli. Kila mmoja anahangaika. Pita huko Kariakoo, wapi wote, kila mtu anahangaika kutafuta pesa. Ndugu zangu, Yesu anatuambia hakuna shida katika kutafuta mali. Hakuna shida katika kutafuta pesa. Lakini angalieni msije mkafikiri pesa ni kila kitu. Angalieni msije mkafikiri mali ni kila kitu. Mpate hapo muda wa Mungu. Mtafute hapo muda kwa ajili ya Mungu. Yesu anapoongea haya, anaposema kwamba huwezi kutumikia mabwana wawili, ni kweli Mafarisayo lakini wanakasirika. Yesu anaeleza ukweli. Na tunaambiwa ni kwa sababu wao walikuwa wanapenda fedha. Na unajua kuna usemi unaosema mbwa anayeiba ukinyanyua tu fimbo mara moja tu anaanza kuamka yeye mwenyewe. Ndivyo ilivyo. Ukisema ukweli na ikiwa huo ukweli unamhusu mtu fulani, utaona tu tafrani. Na wanaposema ukweli ni supu ambayo imewashinda wengi sana kumeza. Wengi hawapende ukweli. Lakini Yesu anawaambia Mafarisayo ukweli kwamba watafute muda kwa ajili pia ya Mungu. Wasifikiri maisha ni pesa tu. Wasifikiri maisha ni mali tu. Na sisi ndugu zangu tujiangalie. Isije ikawa kazi zote tunazozifanya ni kwa ajili tu ya kwetu tu sisi tu. Hatuna muda kabisa kwa ajili ya Mungu. Hatuna muda kabisa wa kusali. Tukienda kwenye matukio ya kimungu tunaona kama ni msalaba mkubwa sana. Ukienda kanisani unajinyosha tu, yani unatamani kama iishe saa ngapi. Ukianza kusali rosari, yani unatamani kama sijui rosari sijui, yani unaona kama ni kitu. Lakini ukienda kwenye mpira unashangilia, ukienda baa unakaa unafurahi. Kwa nini vitu vya Mungu havifurahishi? Kwa nini tumekuwa wachoyo sana? Kwa nini tunalalamika sana? Padre akihubiri kidogo tu, yani unalalamika, unakuwa kama mbogo. Mbona sije kusikia unalalamika kwenye baa? Mbona sije kusikia unalalamika kwenye mpira? Kwa hiyo yote haya Yesu anatuambia tuangalie vizuri sana. Wakati tunahangaika na mambo yetu, lakini pia tupate muda wa kusali. Pata muda. Wewe baba, upate muda wa kusali kwenye jumuiya. Usifikiri kila kitu ni kazi. Utajitetea kazi, lakini mwisho wa siku utaletwa kanisani. Utasaliwa misa hapa kama marehemu. Mali zote za dunia wanasema hazina uwezo wa kukuongezea hata sekunde moja baada ya wewe kufa. Kwa hiyo angalia vizuri. Mali hizi
zikuandalie maisha ya baadaye. Tumia pia vizuri gari lako ulilonalo, mali ulizonazo. Yaani pia maskini, hilo gari lako utaenda kuulizwa sijui lilikuwa na silinda ngapi, sijui nyumba yako ilikuwa na square meter ngapi. Utaulizwa tu ni maskini wangapi wameingia kwenye hiyo nyumba yako. Umewapa lift wangapi kwenye gari yako. Kwa ndugu zangu wapendwa, mali tulizonazo hapa duniani zisitenganishe na wanadamu wenzetu wala na Mungu. Zitufanye tuzitumie vizuri, zitupeleke kwa Mungu. Tukifanya hivyo, na kukuambia utakuwa na baraka sana. Ukiwa pia na mali, usisahau pia kumtolea Mungu sadaka. Kushukrani. Ukitoa sadaka ni ishara kwamba mimi ninakiri nilipewa na Mungu. Kuna watu wakitoa sadaka wanasumanga sana. Wanaona kama vile wamepoteza. Wanafika mahali hata kupiga mahesabu ya pesa walizozitoa. Sio sahihi. Sio sahihi. Huko ni kumnyanyasa Mungu. Ni kana kwamba natoa tu. Lakini mpaji wa vyote Mungu ndiye kila kitu. Ndugu yangu, Mungu ndiye tajiri. Zaburi ya 23 Daudi alisema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa, sitapungukiwa, sitapungukiwa. Na wewe kama hutaki kupungukiwa, mkubali Bwana awe mchungaji wako, ayaendeshe maisha yako na mambo yote yataenda salama. Nakutakia Jumamosi njema. Mimi ni Padre Prosper Kesi. Asante sana.